Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 16 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema mkandarasi amchefua Ulega ampa siku 7. Huyo ni mkandarasi amchefua Ulega ampa siku 7. Na waziri uamuzi wa mahakama kutotekelezwa ni changamoto. Huyo ni waziri asema uamuzi wa mahakama kutotekelezwa ni changamoto. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni gari la polisi la ua mtoto. Gari la polisi la ua mtoto, mashuhuda wa tukio wasimulia mkasa ulivyojiri kwenye zebra. Lakini mjane alia kufukuzwa na kutishiwa kupokwa nyumba yake. Mjane atishiwa kufukuzwa na kupokwa nyumba yake. Na Omo, tutafunga mlango wa migogoro Zanzibar. Huyu ni Omo asema tutafunga mlango wa migogoro Zanzibar. Lakini harusi ya Katoro ilivyofichua siri ya umaskini katikati ya utajiri Geita. Harusi ya Katoro ilivyofichua siri ya umaskini katikati ya utajiri Geita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenyewe linaanza na habari kubwa inayosiri kushamiri mikopo ya biashara ya vitu. Siri kushamiri biashara ya mikopo ya vitu. Lakini mtifuano ya Chadema wapamba moto. Hiyo ni habari inasema mtifuano ndani ya Chadema wapamba moto. Lakini Gen Z wanavyobadili sura ya soko la ajira. Na riziki yenye hofu kwa wachuuzi barabarani. Riziki yenye hofu kwa wachuuzi barabarani na sababu za wawekezaji kukwepa miradi ya PPP. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni mtifuano ndani ya Chadema wapamba moto. Wakati makada wanaoshambulia Heche wakizidi kuibuka, mwanasheria mkuu wa chama aeleza hatua zilizochukuliwa 30 na mwenzake walimu wa barua akitakiwa kujieleza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika watatu wafa ajalini Handeni. Hiyo ni habari unaendelea ukurasa wa 4, watu watatu wafariki ajali Handeni. Lakini ukurasa wa 7 kuna habari inayosema mtoto wa miaka 12 ajinyonga aacha ujumbe kwa mama. Mtoto wa miaka 12 ajinyonga na aacha ujumbe kwa mama yake. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo ni wamiliki wa magari hatarini kushitakiwa. Wamiliki wa magari hatarini kushitakiwa na serikali Tazara kuwa reli bora barani Afrika. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kuna habari inasema sekta ya utalii yazidi kulipa. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 2 inasema Dr. Mwinyi aenda India kuimarisha ushirikiano, huku Chalamila agiza baa zenye mabounsa zifungwe. Huyo ni Chalamila agiza baa zenye mabounsa zifungwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika msongo wa mawazo tishio kimya kwa afya ya akili. Lakini ujenzi wa barabara kisasa upimaji madini waanza. Kumradhi, habari inasema ujenzi wa maabara ya kisasa ya upimaji madini waanza. Lakini Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Ifakara. Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Ifakara, alitishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania. Lakini balozi wa Mali wenye mahitaji maalum changamkieni zabuni. Na Olexi Tanzania zindua kitabu cha mwongozo wa gesi LPG. Lakini mawakili wa serikali watakiwa kusimamia utawala wa sheria. Na habari ya kimataifa inasema Trump atoa onyo kwa Irani. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika serikali yafafanua msingi wa maendeleo sekta ya afya. Lakini Zungu anadi fursa magari ya umeme na gesi UN. Na JKCI yabuni shuka la AI. Yao ni JKCI yabuni shuka la AI. Waziri Ulega amwashia moto mkandarasi. Lakini Kwigilwa afufua msako matumizi
mfuko ya plastiki, na Dr. Mwinyi atwika jukumu waziri Aweso, huku watu 670 wakutwa viashiria vya saratani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika Ulega apigania maslahi ya Watanzania. Huyo ni Ulega apigania maslahi ya Watanzania, lakini wanapanga kuhujumu makubaliano ya CCM na ACT Wazalendo. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo linaandika ACT kuna watu wanataka kukwamisha makubaliano na CCM. Lakini kuna habari inasema Samia ashamirisha sekta binafsi nchini, na Rais Samia wakosha wapinzani mfumo ulinzi wa haki za binadamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huko gazeti lako la Dira ya Tanzania asubuhi ya leo inaandika Tanzania kuwa kitovu cha huduma bora za maabara ya madini kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini Ulega, serikali haiwezi kuvumilia uzembe miradi ya kimkakati, asema hatuko tayari kuona fedha za umma zinatumika bila kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Lakini amwashia moto mkandarasi barabara ya Ifakara na Mbingu. Lakini kuna habari inasema 30% ya zabuni imetengwa kwa makundi maalum. Huyo ni Barozi Omali asema. Lakini Marekani yaitunuku NMB tuzo ya ubunifu wa bima. Hilo ni gazeti lako la Dira ya Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo asubuhi leo linaandika mbunge wa Mlimba amchana mkandarasi mbele ya waziri Ulega. Lakini thamani ya biashara mpaka Horohoro yafikia bilioni 548.8, na kambi ya afya Arusha yawafikia watu 8,000. Jakaya Kikwete JKCI Medical Center Alam. Lakini watu 3,500 siku ya kwanza na watu 4,500 siku ya pili. Hospitali ya Bingwa zaungana kuhudumia wananchi, lakini wanapata huduma za moyo, saratani, mifupa, moyo, macho, meno na afya ya akili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika Lindi kueneza elimu ya nishati. Lindi kueneza elimu ya nishati. Lakini watu 8,000 watibiwa bure Arusha. Watu 8,000 watibiwa bure Arusha kwa siku 2. Na waziri Ulega amiminia sifa mbunge wa Mlimba Dr. Keleni Rozi Rwakatare. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Dr. Mwinyi kwenda India kuimarisha ushirikiano wa elimu, uwekezaji na teknolojia. Lakini vijana Bavicha Pwani wamtaka John Heche apishe uchunguzi, na Ulega mvimbia mkandarasi Ifakara. Ulega mvimbia mkandarasi Ifakara, na Balozi Omari ahimiza wenye mahitaji kuchangamkia zabuni za serikali kupitia Nesti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya leo linaandika Bavicha Pwani wamtaka Heche akai pembeni kupisha uchunguzi. Lakini Ulega amwashia moto mkandarasi Ifakara. SMZ yapania kumaliza tatizo la maji Zanzibar, huku serikali yaanza ujenzi wa maabara ya kisasa ya upimaji sampuli za madini. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, inaanza na habari inayosema Tanzania yabanwa kila kona kuhusu Tundu Lissu. Lakini Mwabukusi awataka Chadema kuacha kupokea wanachama hovyo, na Ulega mwashia moto mkandarasi atishia kumfungia. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Rais Samia awazawadia Serengeti Boys Tanzanite Queens. Lakini bodi ya ligi ya Teta na Tasma. Nuhu kuongeza nguvu na Mongo. Singano kutimkia ligi kuu Saudi Arabia. Lakini Josia atua Mashujaa Julio amwagwa. Josia atua Mashujaa Julio amwagwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika Abdalla Mfuko atua Mashujaa, na Ubamba aagwa Misri atua Madridi. Lakini Singida Black Stars yakuwa Tegis Evans. Samia atimiza ahadi ya Serengeti Boys Tanzanite Queen. Lakini Kasari Kamala waichanganya Simba. Hilo ni gazeti lako la Machinga.
Lakini gazeti lako kiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo linaandika GSM afanya kufuru ya usajili Yanga, lakini mwalimu aongezewa mkataba mpya Simba. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba haitakiwi kumtegemea tena Chama, umri unamtupa mkono, viongozi shusheni chuma kingine. Lakini Azam FC wamrejesha Kipre Junior kwa ajili ya mafanikio mapya. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini habari kubwa ni Mashujaa FC yamfuta kazi Jamhuri Kiweru Julio, au ni Mashujaa mfuta kazi Jamhuri Kiweru Julio. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Pacome kutibiwa Ufaransa, Yanga kuingia kambini kimya kimya, polisi azikamia pointi 3 prison. Lakini Rais Samia azipa mamilioni Serengeti Boys na Tanzanite Queen. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Majira linaandika Pacome kuelekea Paris kwa matibabu zaidi. Lakini Simba wanaoshiriki ligi ya CAF wajipange. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Habari Leo linaandika usajili mpya Yanga kufuru, usajili mpya Yanga kufuru, Pacome kutibiwa Ufaransa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika kocha Yanga afunguka, ataja mambo manne benchi analounda lipo hivi. Lakini Sibeka amtuliza Oura Simba, na Haaland azua balaa Peru. Hispania ya Mali si ya Savi, Hispania ya Mali si ya Shavi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.